Usisahau kusubscribe, like na comment. Kwamba kuna sasa hivi mama anapoenda clinic kuna gharama ambazo zinatoka. Sasa mwanzo ilikuwa kuna gharama ambayo unaweza usitumie yoyote. Hebu hili tufafanulie, limekaaje dokta? Asante, na mimi nafurahi umuulize hilo swali kwa sababu nadhani kumekuwa na upotoshwaji mkubwa na ni vizuri sasa mimi mwenyewe nikalisemea. Kwanza lazima nielezee historia kidogo. Maanake lazima tujiulize kwa nini sasa? Kwa nini sio mwaka jana au mwaka juzi? Yes. Lazima ijulikane kwa wananchi kwamba tangu mwaka 2012 sawa, wananchi wa mkoa wa Mbeya, mkoa wa Tanga na Mtwara, baadaye ikaongezeka Songwe baada ya Mbeya kugawanywa, na mkoa wa Lindi, kwa jumla mikoa mitano, tulikuwa tunaishi kwenye kipindi naweza kusema cha neema, ambapo hii mikoa iliteuliwa kama majaribio, ambapo serikali yetu ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Ujerumani waliingia makubaliano ya kila mama mjamzito akatiwe bima ambayo inafanana kabisa na bima za watumishi wengine wa serikali kupitia bima ya mfuko wa bima ya afya, yani NHIF. Kwa hiyo kila mama alikuwa akifika pale, na sio tu Meta, kwenye vituo vyote alikuwa anapewa, ilikuwa inaitwa KFW, kadi inaandikwa hivyo, baadaye walikuwa wanaita Tumaini la Mama. Sasa kupitia mradi huo ilikuwa gharama zote za kumhudumia huyu mama zinabebwa na mfuko. Kwa hiyo sisi ilikuwa ni kumhudumia tu huyu mama na ule mfuko hatoi hata shilingi mpaka atoe. Tena ilikuwa mwanzoni ilikuwa ni mwaka mmoja. Kwa hiyo miezi 9 ya ujauzito na miezi 3 baada ya kujifungua yeye na mtoto. Yes, yeye na mtoto. Na baadaye wakaiboresha zaidi, ikawa miezi 6 mbele baada ya kujifungua mtoto anaendelea kupata pia huduma kwa kupitia hiyo bima. Sasa ilikwenda awamu ya kwanza 2012 mpaka 15, tukasainiwa tena mkataba kati ya kutoka 15 kwenda 18. Sasa ilipofika tarehe 31 mwezi wa ilipofika mwezi wa 12 mwaka jana 2018, mfuko wa bima ya afya umeziandikia hospitali kusitisha kusajili akina mama kupitia bima hiyo, jambo ambalo sasa ina maana zile gharama zilikuwa zinabebwa na mfuko zinakosa zimeachwa hewani, hazina mbebaji. Sasa ni kweli kwamba sera inasema mama mjamzito, mtoto chini ya miaka 5 pamoja na mzee, ingawa inasema asiye na uwezo, wanatakiwa watibiwe bure. Sasa ni kweli na serikali inafanya jitihada kubwa sana, lakini ukifanya tathmini ya dhati ya uhalisia, unakuta pamoja na jitihada kubwa za serikali, mahitaji bado ni makubwa kuliko kile ambacho kinakuwepo. Kwa mfano, hospitali na serikali inaweza kupelekea kituo X labda vifaa vya kujifungulia wakina mama 50, lakini wakajifungua akina mama 100. Sasa hawa 50 wanaoongezeka vinapatikana wapi? Kwa hizo ndio changamoto ambazo zinakuwepo. Sasa kwa mfano, wenzetu wa Bohari ya Dawa wameandaa ile wanaita delivery kit, ile vifaa vya kujifungulia vimewekwa katika kifurushi niseme au si package, ambayo wanaiuza 21,000. Na mama mjamzito, bahati nzuri ujauzito sio jambo kama malaria kusema nimepata jana leo najifungua, ni miezi 9. Kwa hiyo mama anapohudhuria katika kliniki anasisitizwa kujiandaa, kwa sababu zoezi la kujifungua halitabiriki mara zote. Yani unaweza ukafikiria nitajifungua wiki ijayo, ukajifungua leo. Na maana yake pia huyu mama, wapo wengine katika masuala ya kupata uchungu, wapo ambao ule uchungu unaenda kasi kubwa kuliko matarajio, kwa kabla hata hajafika hospitali anaweza kujifungua. Nafikiri wananchi ni mashahidi, wako watu wanajifungua kwenye mabasi na kadhalika. Mimi nakumbuka nimewahi kuitwa
na mteja au niseme mama mjamzito sisi hatumuiti mgonjwa kwa sababu ujauzito sio ugonjwa. Nimeitwa na mama mjamzito, uchungu umemzidia nyumbani na nimekimbiza gari, ilikuwa mida kama ya 2:00. Nawaambia chukueni taxi, wanasema kwa kweli kwa hali alionayo hamna namna tunaweza tukapanga na taxi. Kwa tunakuomba dokta ufike. Nyumba yenyewe nilikuwa sijui, walinielekeza masuala maeneo ya dokti kule. Nimefika pale hawana gloves. Bahati nzuri sehemu ya karibu kulikuwa na mahali naweza nikapata gloves. Nikapata gloves, nikamhudumia pale. Katoa mtoto na taratibu zingine zote. Kwa hiyo nataka kukuelezea umuhimu wa huyu mama kuwa na hivi vifaa, kwamba anaweza kupata hiyo hali mahali popote, na wale wanaotaka kumsaidia wakashindwa kwa sababu akawa hana vifaa. Kwa hiyo sasa, kwa kifupi, ambacho kinatokea sasa, kwa sababu huyu mama anatumia hivi vitu na inawezekana tusiwe navyo vyote, na sisi pia tukienda bohari ya dawa hakuna tunachopewa bure. Kama hivyo nimesema, hiyo delivery kit wanaiuza na bei inajulikana. Kwa hiyo msisitizo wetu sisi, moja, mama hatachajiwa. Kwa mfano, kuna pesa anatakiwa achajiwe mgonjwa, inaitwa consultation fee, ile ya kufungulia faili na kuonwa na daktari. Hachajiwi huyu mjamzito. Lakini pia ukilazwa kuna fedha unatakiwa uchajiwe, tunasema admission fee, wengine wanasema ya kitanda. Ile pia hachajiwi. Sawa? Lakini unaweza kukuta huyu mama pia amekuja na vifaa kama hivyo nilivyosema. Ina maana sehemu kubwa ya vitu vitakavyotumika pale ni vya kwake. Ile mama hatakiwi kuchajiwa. Lakini amekuja hivi. Na sisi kama nilivyosema mwanzo, hii ni hospitali yetu, na ili wananchi waweze kuifaidi lazima waiweke katika mazingira ya kuhakikisha inaendelea na kesho. Tumhudumie mama leo, lakini akija na mwingine kesho akute vitu vipo. Kwa hiyo sasa kinachofanyika ambacho kimeandaliwa sasa, tumeandaa tunaita checklist au tuseme orodha ya vile vitu ambavyo vinatumika. Kwa hiyo mama kama watavaa gloves zile, kwa mfano zile za kwenye bahasha ndio ghali zaidi. Kuna bahasha gloves za aina mbili, nafikiri mnafahamu. Ziko zile za kwenye box, alafu kuna zile zimefungwa kwenye kama bahasha hivi. Zile za kwenye bahasha ni ghali kwa sababu zile hazina vijidudu vyovyote. Kwa hiyo unapomhudumia mama mjamzito kwenye chumba cha kujifungulia labor ward, hautakiwi kutumia hizi za kwenye box, tunaita clean gloves. Kwa sababu kinyume na hapo utamsababishia maambukizi yeye pamoja na mtoto. Sasa vile vitu vikitumika tutaweka tiki. Alafu mwisho wa siku tutaangalia vitu vyake vilivyotumika ni vya shilingi ngapi. Kama ni 5,000, basi atuachilie 5,000, atuchangie, halipii. Kwa sababu ukisema alipie maana yake ni pamoja na ile huduma ya kumfanya ajifungue ailipie, kitu ambacho hatutamchaji. Kama ingekuwa ni gari ni sasa watu wamekwambia wewe lete tu spare. Sisi kila kitu tunakufanyia bure, ndio kile ambacho tunataka kufanya. La lengo ni kuhakikisha ile huduma inakuwa endelevu. Ni hatari sana kwa mfano ukatoa vitu vyote kwa sababu unataka watu wafurahi. Alafu ukawa huna vile vifaa, akaja mama mwingine anatokwa damu, alafu mnashindwa kumhudumia kwa wakati kwa sababu sasa mnakimbizana kwenda kutafuta au mnamwandikia akanunue huko nje. Ni hatari, mpaka mnakuja kupata vile vitu mnaweza yule mama mkawa mmempoteza. Kwa katika kuhakikisha hivyo vitu vinaendelea kuwepo na huduma zinaendelea kuwa bora, ndio tumeweka utaratibu huo. Lakini naomba nisisitize, mama halipii. Mama anachangia vile vitu vichache ambavyo vitakuwa vimetumika na sisi hatujapewa bure, na yeye mwenyewe pengine hajavileta. Lakini kama akiweza kuvileta anakuwa ametusaidia zaidi. Na tunachosema kwamba awe navyo sio kwa sababu tu ya kuleta hospitali, kama nilivyosisitiza awali, anaweza kujifungulia mahali popote. Kwa hiyo ni muhimu awe navyo tangu hata uchungu haujaanza. Na sasa kama anavyo na uchungu umemkuta, itakuwa pia sio sawa sawa kuviacha nyumbani, anakuja hospitali. Kwa tukifanya hivyo kwa mtazamo wa kwamba hii ni hospitali yetu, lazima tuiunge mkono ili endelee kutoa huduma bora, tutaenda vizuri. Sawa.
huwa wanaelekeza kwamba vitu fulani fanyeni kama maandalizi. Hiyo checklist aliyoizungumza, fanyeni maandalizi. Hivyo vitu vilikuwepo tangu awali. Sio leo wala mwaka huu. Havijaanza sasa hivi. Ukifika wanawaambia kabisa kwamba vitu vya muhimu ambavyo unatakiwa vifanyie maandalizi mapema kabisa ni hivi na hivi na hivi na hivi. Nirudi kwa daktari. Sasa hivi inasemekana kwamba ukienda kufungua kadi shilingi 10,000, kujifungua kawaida 50,000, kujifungua kwa operation 100,000 hadi 1,500,000. Tunaomba utusaidie hivi. Nashukuru niko hapa. Hata kabla sijaja hapa, bahati nzuri kwanza mimi mwenyewe ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi. Na bahati nzuri pia mimi naishi ndani ya hospitali ya Meta. Pamoja kwamba ni mkurugenzi wa hospitali yote na hasa nakuwa kule kiofisi na kuwa kule hospitali kuu, lakini mimi makazi yangu bado sikuhama, niko huko kwa sababu wakati nateuliwa nilikuwa niko huko. Nimepita pale na kufanya survey yangu mwenyewe. Hivyo vitu vinavyosemwa havipo. Na mimi nitoe wito hata kwa wananchi. Na bahati nzuri hata ukiwa unatembea kwenye bahati mbaya wananchi wengi wao hawasomi. Tumeweka mabango, hujaridhika au na malalamiko, namba hizo hapo tumeziweka. Lakini sio tu namba, kama unataka kupiga njoo ofisi, na tunasikiliza watu wengi. Ili kama kuna mtu, kwa sababu bahati mbaya mimi kwa mfano watumishi tunaowaongoza pale wanakaribia 1,000. Sasa miongoni mwao kutokea watu wanaoongea vitu ambavyo sio, ni kitu kinawezekana. Sasa ikitokea kuna mtu anataka kutumia mwanya huo kumuibia mwananchi, hao ndio tunawataka. Ili sisi tuwashughulikie wale na wasichafue hospitali. Sasa labda nisisitize hiki mambo mawili kwenye eneo hilo. Kwenye hospitali zote za serikali tangu mwaka 1985 wakati wa Mheshimiwa Rais Mwinyi ilitolewa nafasi ya kwamba inaruhusiwa kutoa huduma za private ndani ya hospitali ya serikali. Kwa ukienda kwenye hospitali yoyote, Muhimbili inafanyika sana, hata kwetu inafanyika. Inaitwa fast track au huduma ya kulipia. Sasa watu wasichanganye vitu. Kwa maana ya kwamba wewe Mpoki unakuwa unasema mimi nataka hapo hospitali ya Meta nitibiwe na Dr. Mbwanji. Yaani unachagua wewe. Sasa ukichagua maana yake unaingia kwenye huo utaratibu na unaelekezwa, na wapo watu wanapenda hiyo. Anasema mimi sitaki kutibiwa na kila daktari. Na unakuta watu wa namna ile hata pakipatikana vile vyumba vya pembeni ndio wanaenda kulazwa kule. Kwa lugha nyingine yule ni anasema ni daraja la kwanza, matibabu ya grade 1 au daraja la kwanza, ambayo ipo katika kila mahali. Ukienda kwenye ndege wapo watu wa first class na watu wa kawaida. Sasa ile gharama yake ni tofauti. Kwa hiyo huwezi kutaka ufanyiwe ile huduma lakini ulipe hela ndogo au usilipe. Hiyo ni sawasawa na kutaka usafiri kwa ndege afu ulipe nauli ya basi, kitu ambacho hakiwezekani. Lakini ile ni hiari ya mtu. Na lazima nisisitize hata katika huko kuchangia tunapokusema. Yuko mwingine utamwambia bwana umetumia hivi changia, akakwambia sina. Sasa tunarudi kwenye busara ile ile. Utarudisha mtoto tumboni kwamba wewe bwana hujachangia, sasa hatukubali, tunarudisha hamna. Kwa hiyo yule tutamwacha. Lakini tunataka aelewe kwamba mahali ambapo anaweza kuchangia ni vizuri. Kwa hiyo hakuna atakayekosa huduma. Na tumesisitiza pale asiwepo wa kuambiwa kwamba wewe subiria hapo, lipia kwanza ndio tukufanyie hivi au ndio tukupeleke huko. Hapana, kwa sababu masuala ya uzazi ni masuala nyeti. Unaweza ukamchelewesha mtu hapa akapoteza mtoto na vitu kama vile. Kwa hiyo tunasisitiza hiyo. Alafu hiyo ni moja. Mbili, kuna wananchi wengi sio waaminifu. Jana katika kikao chetu cha uongozi na tulikuwa tunapitia ripoti ya tume, tumepata kuna wananchi unakuta wewe Mpoki mna mgonjwa wenu hospitali, alafu mna kaka yenu labda ndio anamuuguza. Yule kaka gharama anazoziripoti kwenu sio zile anazoambiwa pale. Kuna mmoja mpaka inabidi akamatwe kwa sababu amedanganya 200,000 zaidi ya zile gharama, imebidi alipe. Mpaka yule ndugu anashukuru kwa kumsaidia. Sasa kuna watu wa namna hiyo. Mwingine unakuta hapa ni mwanamke, mume wake hampi pesa katika utaratibu wa kawaida. Kwa hiyo sasa namna gani atamtoa pesa? Atasema za wapi? Za hospitali. Mwanaume anaishia kulalamika kwamba huduma ziko ghali, kumbe hayo ni mambo yao ya kifamilia ambayo sisi hatuhusiki. Kwa kifupi iko namna hiyo. Anaongea daktari hapo. Pamoja na